وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 34 katika surati Naziat. Allah tabaraka wa taala katika aya zilizopita alizungumzia namna ya uumbaji wa mbingu na ardhi na namna alivyofanya ubunifu katika uumbaji wa mbingu na ardhi. Kuna ubunifu mkubwa sana na maajabu makubwa sana katika uumbaji wa mbingu na ardhi aliofanya Allah. Yote hayo ameyafanya liyuqima dalila ala imkani alhashri aqlan, ili asimamishe hoja juu ya uwezekano ya watu kufufuliwa na kukusanywa kiakili. Baada ya kuzungumzia dalili ya ukubwa wake na uwezekano wa kuwafufua watu kiakili, akhbara baada dhalika an wuqi'ihi fi'lan. Allah aya zinazofuata ambazo tutasoma leo anazungumzia kuhusu habari ya kufufuliwa wanadamu kivitendo. Anasema fa idha ja'at at-tammatul kubra, kumbuka muda litakapofika janga kubwa. Ai fa idha ja'at al-qiyama wa hiya dahiyatul uthma, kitakapofika kiyama ambacho ni janga kubwa. Allati ta'ummu bi ahwaliha kulla shay, kiyama ambacho kitasambaa katika kila kitu. Wa ta'alu ala sa'iri dawahi, nikitazidi kila aina ya majanga ambayo wanadamu waliwahi kuyashuhudia. Kiyama kitashinda majanga yote ambayo dunia iliwahi kushuhudia majanga. Hakunapo janga litakalokuwa kubwa kama siku ya Kiyama. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, hiya al-qiyama summiyat bidhalika liannaha tatimmu ala kulli amrin ha'ilin mufdhi. Kiyama kimeitwa kwa jina hili Tamma al-Kubra kwa sababu itakuja kumba kila jambo lenye
kutisha, litakujavuka kila janga ambalo lilipendehesha litakujavukwa na siku hiyo ya Kiyama. Kwa hiyo ni kiyama hiki, lakini Allah amekiita taama, kwamba ni janga kubwa, janga ambalo halijawahi kushuhudiwa katika ulimwengu. Fa idha jaat at-tammatu al-kubra, pindi litakapofika janga kubwa ambalo ni siku ya Kiyama, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sana, siku ambayo atakumbuka mwanadamu kile ambacho amekitenda. Kila mmoja atakumbuka, hata awe ana ugongo wa kusahau kiasi gani, lakini kwa janga hili litakumbusha mtu vyote alifanya. Kuna kipindi nilikosea Allah, kila mmoja. Ndio maana kila mmoja atakuwa anakushughulisha. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'anu yughnihi. Siku watu watakokimbiana. Kwa sababu gani? Likulli imri'in, kila mmoja katika watu, yauma idin, siku hiyo, sha'anu yughnihi, atakuwa na kitu cha kushughulisha. Yule ashughulishwa aliiba, aisi wale aliowaibia watamshtaki kwa Allah. Kuna yule ambaye alimdhulumu mtu, aisi dhulma ile itashtaki kwa Allah. Anakumbuka mtu alifanya mzie hivi, akumbuka kwamba huenda atamshtaki kwa Allah. Kila mmoja atakuwa na lenye kumshughulisha. Kwa hiyo kila mmoja atakuta fikra kwamba fulani nilifanya hivi, nilikosea hivi, leo akisema kwa Allah limekwisha. Tumeelewana? Yauma yatadhakkaru al-insanu ma saa, siku ambayo atakumbuka mtu yale ambayo ameyafanya. Min khairin au sharrin, iwe ni khairi au iwe ni shari, yote hayo yatabia kwenye fikra. Wa yarahu mudawwanan fi sahifati a'malihi, na atayakuta yameandikwa katika daftari lake lenye kudhibiti matendo yake. Yote hayo yatakuta. Wa burrizatil jahimu liman yara, na itadhihirishwa moto ili apate kuona mtu, ili watu wapate kuona. Moto utawekwa ayana, ay udhhirati jahannamu linadhirina, utawekwa wazi moto ili wenye kuona waone. Faraaha nasu ayana, watu watauona wazi wazi moto wa Jahannam. Badiyatan likulli dhi basari, ukionekana wazi kwa kila mwenye jicho kwamba ule ndio moto wa Jahannam, ule ndio moto. Kwa hiyo watu wote wataonyeshwa, na imekuja mabniu lilmajhul wa burizat. Man yubarizuha, nani atakudhihirisha? Ni Allah, lakini amejenga fi'il mabniu lilmajhul li shanaati hadha almakan wa li shanaati hadhihi an-nar, kwa sababu ya ubaya wa moto. Allah ameuweka katika fi'ili mabniu lilmajhul wa burrizatil jahannam. Akusema wa abraza Allahu aljahim, kwamba Allah atauweka wazi moto. Amesema burrizat, utawekwa wazi, kwa sababu sio sehemu ya kuvutia. Ndiyo maana imejengewa mabniu lilmajhul, ay bilfi'li alladhi lam yusamma fa'iluhu. Allah ameleta kwa fi'li ambayo hakutajwa mtenda wake. Ni nani atakayeweka wazi? Hakutajwa, lakini katika akili za kibinadamu inajulikana. Atakayeweka wazi wako waone moto wa jahili ni Allah tabaraka wa taala. Hadhafa fa'ilahu wa aqama maf'ulahu makana, ameondolewa fa'il na sehemu yake amesimamishwa maf'ul bihi, akawa ni naibul fa'il. Idha
Wa burriza ni fi'lu madhi mabniyu lilmajhul, wa ta'u dhamiru muannath au dhamiru ta'nith, ta'u ta'nith. Aljahimu ni naibu fa'il, ambayo ni maf'ulu bihi ambaye ameondolewa fa'il wake, ndio maana ikaitwa ni naibu fa'il, amesimama sehemu ya fa'il. Imejengewa hivyo kutokana na ubaya wa sehemu hii. Sio nzuri mtu kuitamani, wala sio nzuri mtu kufanya ukaidi ili akaingizwa katika sehemu mbaya kama hii. Kwa hiyo siku hiyo watu wataona matendo yao ya kheri na shari, na moto utakuwa umewekwa wazi, liman yara, kwa yule ambaye anaona ili auone, kwa yule ambaye anaona ili aone. Maana yake imekuja hiyo kuonyesha kwamba kila mwenye uwezo wa kuona atauona moto huo wa jahannam. Baada ya kuelezea hayo, Allah sasa aya zinazofuata anazungumzia namna ya mgawanyiko wa wanadamu siku ya Kiyama. Watu watakuwa makundi mawili siku ya Kiyama, ashqiya wa suada. Makundi yatakuwa ya watu wema na watu wabaya. Vyama siku hiyo vitakuwa ni vyama viwili, chama cha upinzani na chama tawala, sio vya kidunia, vya huko. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kuna chama cha Allah ambacho kitakuwa cha watu wema, alafu na chama cha sheitani kinakuwa ni chama cha watu waovu. Watu wema wote watakuwa kwenye chama cha Allah na kikundi cha Allah, na watu waovu wote watakuwa katika chama cha sheitani. Allah kuhifadhi na hayo. Anasema fa amma man tagha, ama yule ambaye amevuka mipaka katika ukafiri na maasiya, ay jawaza alhadda fil kufri wal isyan fi dhalika alyawm, katika siku hiyo nzito ya Kiyama, yule ambaye atafika siku hiyo duniani akiwa alivuka mipaka katika maasiya na katika ukafiri, wa athara alhayata dunya, na akapondokea maisha ya kidunia, akayafadhilisha uhai wa kidunia kuliko uhai wa akhera, fa innal jahima hiya al-ma'wa, basi moto utakuwa ndio makazi yake. Mtu huyo ni yupi ambaye anavuka mipaka katika maasi na katika ukafiri? Ni mtu ambaye duniani yeye alihisi kwamba hakuna baada ya kufa chochote ambacho kitamkuta tena mwanadamu. Yeye alikuwa hataki kusikia la muadhini wala la mnadi swala. Yeye alikuwa hataki kusikia kwamba baada ya kufa kuna maisha baada yake. Kwa hiyo yeye akawa katika ile system inayosema ponda mali kufa kwanya. Kaida hiyo, ponda mali kufa kwanya. Kuna watu wanaishi hivyo. Maana yake asema, namaliza furaha zangu, namaliza raha zangu za kidunia zote, kama tukifika huko akhera ikiwa kuna moto, basi nitakuwa shamaliza raha zangu na kachome na nini. Wako watu nikasumba hizo. Kwa hiyo utamkuta mtu huyo hana kheri anayofanya. Akiamka anachowaza yeye ni maasiya, anaposhinda mchana ni maasiya, anapolala usiku ni maasiya, anapoamka ni maasiya. Hakumbuki kama yeye ni mja ameumbwa na yuko ambaye atamfuatilia. Hakumbuki. Huyu ni mtu ambaye ametwara katika maasiya. Tumeelewana? Hana cha msikiti, hana cha Ramadhani, hana cha sadaka, hana cha zaka, hana cha chochote, bali hana kheri yoyote. Allah akasema mtu huyu amevuka mipaka katika maasiya, wa athara alhayata dunya, na
akayatanguliza kwenye nafsi yake maisha ya kidunia. Maana yake akayapa nafasi maisha ya kidunia, kuambatana kwamba amefika amalize kila kitu chake hapa. Al-ithar imekuja katika baadhi ya aya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa, katika surati Sabbihisma. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bali mnayafadhilisha mno kwenye maisha yenu, maisha ya kidunia kuliko ya akhira. Wal-akhiratu khairun wa abqa, hali ya kuwa maisha ya akhera, uhai wa akhera ndio bora zaidi na wenye kusalia. Akhera hakuna kufa, duniani kuna kufa. Akhera hakuna kufilisika kwa wale watapiga peponi, duniani kuna kufilisika. Akhera hakuna kuumwa, duniani kuna kuumwa. Sasa Allah anashangaa, kwa nini mnafadhilisha maisha ambayo yana ukomo na mkaacha maisha ambayo hayana ukomo? Tukawa tunaipenda sana dunia na umri wetu duniani ni mdogo na ukomo. Yaani sote sisi tuna limit ya kubakia hapa duniani na tuna wakati wa kuondoka hapa duniani, iwe ni leo, iwe ni kesho, iwe ni baadaye, lakini lazima uondoke. Tuna limit. Lakini angalia tu maisha tunayoishi, waweza ukasema tumegeuziwa. Akhera, dunia ndio itakuwa ya milele na akhera itakuwa na limit. Wewe angalia maisha ya watu, namna tunavyokimbizana na dunia, namna tunavyoiandaa dunia. Twaiandaa dunia hali ya kuwa yawezekana siku zetu zimekwisha. An-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna sa'adata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kanat qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna lidhil miradi najmamuha wa duruna lidhil miradi najniha. Maisha tunayoyapigania ya kidunia, lakini kuna maisha ambayo ya kiakhera tumeyajenga sisi wenyewe. Kwa hiyo Allah anatuhimiza kwamba ithari tuifanye kwa ajili ya maisha ya kiakhera. Wa athara alhayata dunya, na akayafadhilisha maisha ya kidunia ambayo yanatoweka, ala alakhirati albaqiya, kuliko maisha ya kiakhera yanayobakia. Wanhamaka fi shahawati alhayati almuharrama, ikampelekea kuzama mtu katika matamanio ya maisha ya haramu. Walam yasta'id liakhiratihi bilamali salih, ambapo asijiandae maisha ya akhira kupitia matendo mema. Mtu mwenye kuvutwa na dunia hivyo, Allah anasema fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika ya moto ndiyo marejeo ya mtu huyo. Al-ma'wa ismu makan min awa ya'wi iwaan ma'wa, makanu iwa'il insan, sehemu ambayo mtu atafikizia. Umetoka duniani umeingia barzakh, baada ya kutoka barzakh umepata tabu kaburini, ikiwa sio mwema unaenda katika jahili ambayo ni tabu zaidi. Marejeo, mashukio, sehemu ya kufikizia, watafikia huko wale ambao waliishi dunia ikiwa ndio sehemu yao. Tena angalia katika usulubu al-Qur'an, al-i'jaz imekuja kwa taukidi na msisitizo. Dhamiru fasli hiya, dhamiru fasli imekuja kutilia msisitizo hapa.
Ingelikuwa si Qur'ani ingelitosha tu, fa innal jahima almawa, kwamba moto wa jahim ni mashukio, lakini Allah tabaraka wa taala ameleta kwa dhamiru fasli hiya almawa, kuonyesha msisitizo kwamba hakuna mazingatio au hakuna masehemu atakufikia mtu mwovu baada ya kuwa duniani alimsahau Allah, isipokuwa makaribisho yake na sehemu yake ya kufikia ni kwenye moto wa jahim peke yake, kwenye moto wa jahannam peke yake, hatohurumiwa wala hatopelekwa sehemu nyingine. Allah tuhifadhi na jambo hilo. Ay fa inna jahannam almutaajjija hiya manziluhu wa ma'wahu, hakika ya moto wa jahannam itakuwa ndiyo sehemu yake na mashukio yake. La manzila lahu siwaha, na hatakuwa na sehemu ya kufikizia mtu mwovu aliyoipenda dunia zaidi ya akhera, aliyoitumikia dunia kuliko kuitumikia akhera, hatakuwa na mashukio zaidi katika moto wa jahannam. Fa amma man tagha wa athara alhayata dunia, yule ambaye amevuka mipaka kwenye maasi alipokuwa duniani na akapondokea kuipenda maisha ya dunia kuliko alipokuwa akitafuta akhera, fa inna jahima hiya al-mawa. Kwa hiyo kila mmoja yeye ni mjuzi wa nafsi yake, zikiwekwa kwenye kifatani katika mizani kati ya juhudi zake ya kutafuta dunia na juhudi zake anazoitafutia akhera, zikiwekwa kwenye mizani, ni upande huku utazidi. Kila mmoja alikuwa, kila mmoja alikuwa jiangalie, bali insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anajua kwamba nguvu zake na utafutaji wake mkubwa sana ni katika upande gani, akhera au dunia. Ikiwa ni akhera, fa anta min alfaizin, kwamba juhudi zako kubwa 55%, wala usifikiria 60 na 70. 55% ya juhudi zako ni kuwekeza wewe kwa ajili ya akhera yako. Unanunulia wanafunzi juzuu, unatoa michango ya kuimarisha nyumba za Allah, unalipia umeme kwenye madrasa, kwenye misikiti, unasaidia wajane, unasaidia mayatima, unawasaidia wasiokuwa na nguvu, unatoa zaka, unafunga. Yaani wewe ukawa shughuli zako nyingi kwa siku zimezidiwa na akhera kuliko dunia, wewe unalifanyia. Lakini ukiangalia khutwa zako ulizozipanga kwa siku, achilia kwa wiki, achilia kwa mwezi, kwa sababu mwanadamu atakiwa na khutwa au na plan. Usiishi, uwe na plan. Wiki hiyo utakofanya nini? Leo kuanzia asubuhi mpaka jioni utakofanya nini? Yatakiwa uwe na mipango. Kwa hiyo mipango yako ukiona asubuhi hapa natakiwa kimbizie kule, nitaka frame kule, nataka niongeze sehemu ya 7 ili mimi napata income kidogo kule, nataka nekeo primary pale tengeneza hivi kule. Mipango yako ni huko tu, lakini huna sehemu kwenye hiyo mipango yako ya kidunia ya uwekezaji wako wa akhera. Basi jiangalie zaidi, kuanzia asubuhi mpaka jioni, wewe ni mipango ya kidunia ndio unatembea nayo, hakuna uliofanya kwa ajili ya akhera yako. Wewe jiangalie, huenda ukateleza ukaingia katika sehemu hii, kwa sababu wewe umeifadhilisha sana dunia kuliko akhera. Au wale wengine, mtu akwambia sasa mtoto wangu asome madrasa, halafu mwanangu asome madrasa, halafu kuna nini? Nataka awe sehemu fulani, kutoka primary ile ya 1.5 milioni, tapeleka sekondari 5 milioni, akitoka ataenda O level, kutoka hapo ataenda university.
Baada hapo atakuwa mtu kwenye jamii, ana uwezo wa kujisimamia, anaweza kujisimamia mzazi wake. Lakini sasa huko akasomea huku wauao huku na mbinguni huku, alafu baada hapo, angalia, tunapozungumzia uwekezaji hatuzungumzii kwenye mali tu. Uwekezaji mkubwa wa Muislamu ni kwa mtoto wake. Watu wakisikia uwekezaji, istikmar au investment, watu wanadhania kwenye mali tu, lakini hakuna uwekezaji bora kwa Muislamu kama kuwekeza kwa mtoto wake. Wawekezaji sawa, tutafundisha elimu ya kimazingira, lakini jitahidi elimu ya dini mtoto aipate. Ukimfundisha mwanao dini, umewekeza kheri. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya au ilmi yuntafau bihi au waladin salihin yad'u lahu. Anapokufa mtu, matendo yake ya kheri na shari yote yanakatika, isipokuwa mambo matatu: sadaqatin jariya, akiwa aliacha sadaka yenye kuendelea, alichimba kisima, alijenga msikiti, alifanya kheri fulani yenye kuendelea, thawabu zitamfikia akhera. Au ilmi yuntafau bihi, au aliasisi elimu yenye manufaa mpaka anakufa huko elimu inafanya kazi. Kama mashekhe walifundisha sisi, wengi wameshafariki. Mashekhe walifundisha sisi, wengi wameshafariki. Hawakosi hizi tunazofanya juhudi za kuelimisha umma, tunapata sisi wanafunzi wao na mashekhe zetu waliko huko, Allah anawapelekea mwaka wao. Mungu awalipe kila la kheri. Ilmu yuntafau bihi. Jambo la tatu, au waladin salihin yad'u lahu, au mtu akawa amefariki ameacha mtoto mwema, mtoto ambaye anamwombea mzazi wake. Wafikiri mtoto mwema anakuja tu kama mchicha kuota ovyo ovyo. Mtoto mwema ni matokeo ya uwekezaji wa mzee, ni matokeo ya uwekezaji wa baba na mama kwa mtoto yule. Wapo wachache waweza wakajitokeza tu ghafla, lakini wengi atakiwa kutumia juhudi. Atakuombeaje mwanao kama ukuwekeza katika upande wa kiakhera, kwamba wewe umetoka zako shule, lazima uende madrasa. Wewe shule si wakati wa shule, lazima usome madrasa. Kule ndiko unaweka uwekezaji, kwa sababu kule ndiko atakapofundishwa kwamba Allah anasema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Allah amehukumu kwamba msimwabudu yoyote isipokuwa Allah, kisha baada ya Allah wazazi wako wafanyie ihsani. Kule ndo atakufundishwa madrasa. Kwa hiyo atakufanyia ihsani ukiwa hai wewe mzee, na atafanyia ihsani ukiwa umekufa wewe mzee, kwa kutolea sadaka na kukuombea dua. Lakini kama ukuwekeza akhira yako kupitia mwanao, basi wewe ukifa umesaulika katika kheri, saulika kabisa. Mitoto yenyewe ndio hii ya leo. Wewe hata miezi miwili haijafikia, watu waambie wana sasa mwaonaje tukatafuta mteja, zile kanzu za baba zigawiwe, kila mmoja chukue zake, kila mmoja auze anachotaka, nyumba ile tufanye hivi na hivi. Kabla hata hujasaulika watu wanaanza kukusana. Kwa hiyo tuifadhilisheni sana akhera kuliko dunia, na kubwa katika familia na watoto, tuwekezeni sana akhera kuliko kuwekeza dunia, kwa sababu hata mtoto wako mwandae vipi kidunia, atakufa bado hujamsaidia hivyo. Tutakuwa umemsaidia kwenye maisha yake 40 ya miaka 40 atakayoishi, tutakuwa umemsaidia katika miaka 30 umri wake atakayoishi, apewe miaka 60 ya kuishi duniani. Lakini ukimwekezea vizuri akhera yake, basi umewekeza katika umri wake wote wa akhera kuishi, atakuwa na furaha na atakuwa na amani, na mtakwenda kutanishwa.
walladhina amanu, Allah anasema na wale ambao wameamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay, wale walioamini na watoto wao wakawafuata wazazi wao katika imani, maana wazazi wakawekeza kwa watoto wao katika akhera. Allah anasema alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawakutanisha peponi na watoto wao, tutawakutanisha peponi na watoto wao. Baadhi ya mufasirina wanasema kwamba hata ikiwa daraja ya mmoja wao iko juu ya mwingine iko chini, mfano baba matendo yake yamempelekea pepo yake kuwa ya chini, mtoto matendo yake yamempelekea kupata pepo ya juu, Allah tabaraka wa taala atamtoa mzazi kwenye pepo ya chini, atampeleka kwenye pepo ya juu ili akaishi na mwanawe. Hatotolewa yule wa juu kuletwa kwenye pepo ya chini, bali atatolewa chini, atapelekwa kwa sababu ni familia iliyowekeza zaidi akhera ilipokuwa duniani kuliko familia nyingine ambazo ziliwekeza zaidi duniani. Hivyo furahi wewe unakutana na mwanao peponi na mkeo mmekaa kama mlikuwa mmekaa kwenye nyumba yenu, ni jambo linafurahisha, lakini linahitaji juhudi za uwekezaji kwenye familia na watoto. Tusiangalie upande wa dunia tu, sawa, tuwekezeni katika watoto wetu katika dunia, lakini vile vile tuwekezeni zaidi kama tunawapenda watoto wetu, na kama tunataka tukakutana nao akhera, basi tuifadhilishe kwenye uwekezaji wao, tufadhilishe akhera zaidi kuliko dunia zaidi, kwa sababu maisha ya dunia yatakwisha, yatakuja maisha ya akhera ambayo ni ya muda mrefu. Wa athara alhayata dunya, na akapondokea maisha ya dunia na kuyasahau maisha ya akhera. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika ya moto ndiyo marejeo na makazi. Wa amma man khafa maqama rabbih, na ama yule ambaye aliogopa kusimamishwa kwa Mola wake na kuulizwa. Aliogopa vipi? Maana yake alipokuwa duniani anapata fursa za kuiba, lakini anasema huyu mnamuibia hanioni, huyu ndo mdhulumu sasa hivi hanioni, lakini kama unasimamishwa kwenye mahakama ya Allah, mtaambiwa siku fulani, tarehe fulani, wakati fulani ulimuibia fulani. Sio kweli. Italetwa daftari, tafunguliwa, litaonekana malaika wako Allah yaonekana wanapendelea walau alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mdomo wakatae, Allah anamfunga mdomo, itazungumzishwa mikono, itazungumzishwa miguu. Mikono itasema ni kweli, mimi kwenda chukua kaiba. Mguu asema mimi nilitembea kaenda mpaka eneo la tukio. Macho asema mimi niliona. Hapo wewe umekataa hata malaika walioandika. Wewe umekataa hata malaika walioandika. Tumekuletea mpaka video za kuonyesha wewe ukiiba, wewe ukasema sio mimi. Haya, mkono wako umesema, mguu wako umesema, macho yako umesema. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Ndipo watakaporudiana wao kwa wao kuambia ndugu yao, kwa nini mmetutolea ushahidi wakati wewe mkono ndio mimi, wewe mguu ndio mimi? Mbona umetoa ushahidi tena tuangamie sote kwa pamoja? Viungo vitasema antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Tumezungumzishwa na Allah ambaye ana uwezo wa kuzungumzisha kila kitu. Angelitaka chochote kizungumza kizungumza, sisi hatukuwa na uwezo wa kukataa.
Kwa hiyo Allah anawazungumzia wale ambao duniani waliishi na hofu ya kutomwasi Allah tabaraka wa taala, kwa kuogopa kwamba hata kama haonekani, lakini kuna mahakama ya Allah itamhukumu. Huyu naye analipi? Allah anasema fa innal jannata hiya almawa, hakika ya pepo ndiyo makazi yao. Wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye ameogopa kusimamishwa kwa Allah, kwa Mola wake mlezi, wanaha nafsa anil hawa, na akaizuia nafsi na matamanio, akaizuia nafsi na matamanio. Watu wengi wanaumizwa na matamanio. Kwa nini fulani ikapata na yeye anafanya juhudi hata kwa njia ya wizi na dhulma awe kama fulani? Matamanio. Kwa hiyo kuzuiana na matamanio ni jambo zito, unahitaji juhudi kubwa, kwa sababu nafsi imeumbwa umaini zaidi kwenye matamanio. Nafsi yote inapenda ladha, inna nafsa la amara bisu, nafsi ya mtu yoyote inapenda maasiya, kwa sababu asli ya maasiya ni ladha na furaha, na asli ya ibada ni machungu. Ibada yote ina machungu. Wewe uache shughuli zako za kufanya biashara, ufunge biashara yako, uje swali ya kuuza. Hakuna nafsi inapenda hivyo. Wewe uache usingizi wako asubuhi na baridi, uamke ukatie udhu na uoge maji ya baridi uende msikitini. Hakuna nafsi yote inapenda hivyo. Wewe ukusanye mali zako karibia milioni 12, usafiri kutoka hapa kwenda Maka ukafanya hija. Hakuna nafsi yote inapenda hivyo. Wewe uache chakula chako na kinywaji chako, ufunge kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Hakuna nafsi yote inapenda hivyo. Lakini mtu anazuia matamanio yake, akayavunjavunja, akayapuuzia mbali, akayapuuza, akasema mimi nasimama na amri ya Allah, hata kama napenda hivi, lakini mimi nitasimama na amri ya Allah. Milioni zangu 12 si lolote, si chochote katika amri za Allah na kumwasi Allah. Mimi natoa milioni 12 na naenda kuhiji Maka. Kuna mvutano ndani ya moyo wa mtu huyu kati yake yeye na nafsi yake. Nafsi inamwambia milioni 12, hapo makililo na badala yako shaka na watoto wako, leo utoe milioni 12 uende zako Maka. Alafu na nafsi ya kheri inamwambia huenda Allah ataruzuku nyingine, acha mimi sitoe afutana. Mwingine inapofika Ramadhani, sasa mimi nishakonda mwenyewe hivi na la mchana nimekonda hivi, leo nianze kushindana njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni mwezi mzima, si nitakonda zaidi? Kwa nini siseme kwamba mimi naumwa? Alafu nafsi nyingine inakuja nakwambia funga, hii ni amri ya Allah, kufa kwenye ibada. Wanaha nafsa anil hawa, akaizuia nafsi na kile kinachokitamani, ambayo watu wachache hao. Watu wengi wamezidiwa na nafsi zao, watu wengi wamezidiwa na nafsi yao. Lakini mwanadamu atakapokumbuka kwamba ladha ya maasiya ni ya muda mdogo, lakini adhabu ya maasiya ni ya muda mrefu. Kisha kumbuka hapo, basi utaacha maasiya. Ni kweli maasiya asili yake yana ladha na yanafurahisha, lakini furaha yake ni ya muda mdogo, adhabu yake maasiya yale ni ya muda mrefu. Na ibada nayo shida yake, ibada ni kwa muda mdogo sana,
lakini thawabu zake na mazuri yake ni muda mrefu. Duniani utapata shida ya kuamka asubuhi kuswali, ya kufunga biashara kwenda msikitini, ya kutoa mali kwenda, ni shida, matatizo, ugumu. Lakini kumbuka ni muda mchache, umri wako utaenda utakwisha. Ugumu ule, matatizo ule, utakapokwenda onyeshwa zile juhudi zako mbele ya Allah tabaraka wa taala, utakuwa haya malipo yake ndio haya na hakuna ukomo. Furahia yale uliyokuwa ukiyafanya duniani kwa shida. Kwa hiyo yoyote anataka kufanya maasi akumbuke ladha ya maasi ni ya muda mfupi, lakini machungu ya maasi ni ya muda mrefu. Kumbuka hapo, kisha kumbuka hapo utafanya maasi. Na yoyote ambaye anaona usumbufu kwenye kufanya ibada ajue kwamba uzito na ugumu wa ibada ni wa muda mchache, lakini raha zake ni za milele. Utapata hamasa ya kufanya ibada. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa, ama yule ambaye ameogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake alipokuwa duniani kwa ajili ya kuhesabiwa. Wa naha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake na matamanio. Ay wazajara nafsahu anil maasi wal maharim wa kaffaha an shubuhati allati tuaddi biha ila al maatif, akaizuia nafsi yake na matamanio na maasi na mambo ya haramu. Fa inna aljannata hiya almawa, basi pepo ndiyo makazi na marejeo yake. Usumbufu wa ibada utakupata, Allah atakuingiza katika pepo ambayo ina kila kitu ndani yake. Laisa lahu manzilu ghairuha, hana sehemu ya kupata akhira isipokuwa ni katika pepo. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha, wanakuuliza wewe Muhammadi habari za kiyama. Ayyana mursaha, ni lini kutoka kwake na kutokea kwake. Bwana mmoja katika masahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile akauliza swali hili, ya Rasulullah, mata saa, Mtume, lini kiyama? Fakala wa madha a'dadta laha, kwani mwenzetu kiyama ukiandalia nini mpaka kuuliza kiyama lini? Akamwambia, sijaandaa chochote, bal inni uhibbuka, bali mimi nakupenda sana wewe, ndio maana nimeulizia kiyama ni lini, kwa sababu nataka kwenye kiyama tukawe pamoja kama hivi ambavyo tuko duniani. Mtume akamwambia, almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule mpendani kwenye kiyama. Akhera mtu atakuwa pamoja na yule mpendani. Kama ulimpenda Mtume kwa kufuata maelekezo yake na maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake, siku ya kiyama utakuwa na Mtume. Kama nyenendo zako za duniani zilikuwa zinafanana na Firauna na Sheitani, basi utakuwa na Sheitani. Allah tuhifadhi na hayo. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusu kiyama ni lini kutoka kwake na kusimama kwake. Fima anta min dhikraha, ukuwa wewe ni mwenye kukielezea hicho kiyama kutoka kwake. Kwa lipi wewe uwe ni mwenye kulielezea hicho kiyama kufika kwake? Si haki yako wewe kuzungumzia kwamba ni siku fulani wakati fulani.
Kwa hiyo kwa lipi hasa wewe uwe ni mwenye kukitaja wakati wake huo hicho kiyama? Ila rabbika muntahaha, ukomo wa kutoka kwake kiyama kuko kwa Mola wako mlezi peke yake. Imekuja katika uslubu al-hasri, qaddama khabar al-mubtada wa akhara al-mubtada. Tumeelewana? Yasalunaka ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusu kiyama ni lini kusimama kwake. Fima anta min dhikraha, walipi wewe basi uwe ni mwenye kukitaja kupita kwake hicho kiyama. Ila rabbika muntahaha, kufika kwake na kukoma kwake kiyama, elimu yake iko kwa Mola wako peke yake, ndio anaojua kiyama lini. Tumeona katika usulubu al-hasri mmoja wapo ni taqdim ma haquhu ta'khir, kuchelewesha kile ambacho haki yake ni kutangulia, au taqdimu ma haquhu ta'khir, au kuchelewesha kutanguliza kile ambacho haki yake ni kutangulia. Asili ya maneno haya ingelikuwa si Qur'ani, ingelikuwa fima anta min dhikraha muntahaha ila rabbika, ilikuwa hivi, ingelikuwa si Qur'ani. Lakini katika uslubu wa asili ya Qur'ani imetangulizwa ile ambayo ilitakiwa ichelewe, na imecheleweshwa ile ambayo ilitakiwa itanguliwe, kwa lengo la kufungamanisha elimu ya kiyama na Allah pekee yake. Kwa sababu ungezungumza hivi muntaha ila rabbika, elimu ya kufika kwake kiyama iko kwa Mola wako, ingelikuwa Allah ndio mwenye elimu hiyo, na wako baadhi ya viumbe pia wanaijua elimu hiyo. Wangelikuwa wanapatikana baadhi ya viumbe, iwe ni mitume au iwe ni majini au iwe ni malaika, wao pia wanaijua kwamba ni juma fulani ndio kiyama kitakuja. Lakini ili kufunga mlango ya wajuzi wa kusimama kiyama abakie Allah peke yake, ndiyo maana ukatumika uslubu al-hasri, ila rabbika muntahaha, na wala isiwe muntahaha ila rabbika. Kwa sababu maana zinatofautiana kugeuza. Ukileta katika njia ya kawaida maana inabadilika, ni kama vile alivyosema Allah tabaraka wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uslubu uliotumika kwenye aya hii ndio uslubu huo uliotumika kwenye ila rabbika muntahaha, taqdim ma haqqu ta'khir. Iyyaka na'budu, tafsiri yake wewe pekee tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe pekee tunakutaka msaada. Tofauti ingelikuja na'buduka wa nasta'inu bika, tunakuabudu na tunakuomba msaada Allah, ingelikuwa tunaabudu na wengineo, maana ingeonyesha kwamba tunatakiwa na kuabudu vinginevyo. Lakini uslubu uliokuja iyyaka na'budu, kufunga kuabudiwa mwengine asiyekuwa Allah, na ibakie ibada ya kuabudiwa ya Allah peke yake, ndio wanaita uslubu al-hasri. Ziko karibia njia 4 katika uslubu al-hasri, mojawapo ikiwa ni hii ila rabbika muntahaha, kwa Mola wako pekee ndiyo kwenye ukomo wa elimu yake hicho kiyama. Allah pekee ndiye anajua, hakunapo malaika anajua, hakunapo mtume anajua, hakunapo jini anajua, hakunapo mwanadamu anajua, bali hakunapo kiumbe chochote kinachojua kwamba lini kiyama kitasimama. Zaidi ya elimu yake huwa katika nafsi ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Innama anta mundhiru man yakhshaha, uslubu mwingine wa hasri kwa adatu innama, hakika si nyinginelo, anta mundhiru, wewe Muhammad ni mwonyaji tu, man yakhshaha, yule ambaye ana hofu na hicho kiyama. Wewe ni mwonyaji tu kwa yule ambaye anaogopa hicho kiyama.
akatenda matendo mema. Lakini kukuuliza eti lini kiyama, sio jukumu lako. Wewe jukumu lako ni kumuonya. Maana yake ni kasrul mawsuf ala sifa. Katika aya hii Muhammad amepewa jukumu moja tu. Katika aya hii jukumu lake ni kuwaonya watu kufanya yale ambayo yatawatia matatizoni katika siku ya Kiyama, wala hakupewa jukumu la kuwafundisha watu kwamba Kiyama ni siku fulani, wakati fulani. Hana jukumu hilo. Jukumu lake innama wa adatul hasri, innama, hakika singinelo, anta mundhiru, wewe ni muonyaji, man yakhshaha, wa yule ambaye anakiogopa Kiyama. Kuna viraa viwili hapa, kuna qiraa cha tanwin na kuna qiraa cha bila tanwin. Innama anta mundhirun, ukishasema mundhirun kwa tanwini, man inakuwa ni maf'ul bihi. Tumeelewana? Innama anta mundhirun, ukishasema anta mundhirun ni ismu fa'il, mundhirun ya'malu 'amala fi'lihi. Man ismu mawsul mabniu ala sukuni bi mahali nasb maf'ul bihi, ukisoma kwa tanwini mundhirun. Lakini ukisoma kwa qiraatu Hafs bila tanwini, innama anta mundhiru, ismu fa'il mundhir inakuwa ni mudhaf, man inakuwa ni ismu mawsul mabniu ala sukuni bi mahali jarri mudhafun ilayhi, ay maf'ul bihi, wakati huo inakuwa ni mudhafun ilayhi. Yakhshaha wa jumlatu al-fi'li wal fa'il silatu al-mawsul, silatu al-mawsul. Vijana nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri. Innama anta mundhiru man yakhshaha, hakika singinelo wewe Muhammad, wajibu wako ni kumwofisha na kumwonya yule ambaye anakiogopa hicho Kiyama. Kaannahum yawma yarawnaha, kana kwamba wao siku watakapokiona hicho Kiyama, lam yalbathu, hawakukaa duniani illa, isipokuwa ashiyatan, usiku mmoja au jioni moja, au duhaha, au mchana wake. Kiyama kitakapokuja, watakapoulizwa kam labithtum, qalu labithna yawman au ba'da yawmi, watu watasema sisi tumeishi labda mchana mmoja au nusu mchana. Kumbe watu wameishi makaburini makarne na makarne. Kwa ile hauli ya Qur'an, kwa hauli ya Kiyama, mitikisiko ya Kiyama, watu wataishi sana kwamba wamekaa mchana mmoja, kwa sababu mtu anapokufa alafu mtu anakuja kufufuliwa, basi yani kumbukumbu zake anavuta kana kwamba ni ile siku alipotokwa na roho. Chukulia mtu anapopoteza fahamu. Tulikuwa na mgonjwa juzi hapa Bongo, alipata ajali. Alikuwa aendesha baskeli huko kijijini, yasemekana akatokea mtoto wa shule. Yule ni mtu mzima kidogo, ana kibaskeli kidogo ndesha, kuyumba akapiga kichwa chini ya lami. Amekaa siku 14 Bongo hapo anapovumilia mipira ile ya oksijeni. Ameletwa Bongo, hana fahamu. Alipozinduka akapata ruksa, hana fahamu. Leo yuko nyumbani kijijini, anabishana na watu wenye kwenda kusalimia, anabishana nao, awambia ndugu zake na mke wake, hawa watu wengine ni wabea, hawa wanafuata nini huku? Anamwambia mke wake, hawa wamekuja kusalimia, wewe wauma, mimi nauma.
wewe waumwa, mimi naumwa na nini mimi? Au ambea kuna kwa nini? Ambao wewe umelazwa bongo wiki mbili, amwambia cheni bongo wewe. Mimi nalazwa bongo mimi nakumbuka nililazwa kiumbe wakati nilivunjika mkono. Bongo mimi nalazwa nani? Atolewa picha kwenye simu, onyeshwa. Sema, "Simedit please." Medit. Ana wiki ya pili bado hajakubaliana. Lakini tukio lile la mwisho wakati anapata ajali anakumbuka kuanzia pale kuna huko. Lakini kuchukuliwa pale kuletwa Teule, kutolewa Teule kuletwa Bongo, kutoka Bongo kupata ile ruhusa kurudi kijini, hakumbuki chochote na anakataa kabisa. Hataki kabisa. Kwa hiyo watu wametoka Arusha kuja kutembelea watoto wake, wametoka Dar es Salaam, lakini pia mimi nimepata nini? Baba, tunakuja kusalimia wewe mgonjwa. Mimi naumwa. Na kufufuliwa nako ni huko huko. Siku ya Kiyama viumbe watakapofufuliwa watahisi kana kwamba wamekaa muda mchache. Mtu akumbuka labda wale wa mwisho wale wakaribia wale kufa na nini, ahisi kwamba si ilikuwa ni mchana nini, halafu sasa hivi nimekuja kufufuliwa, si muda mchache tutokea ule wakati. Kumbe alikufa, alafu ndipo akaja kufufuliwa. Kwa hiyo Allah anasimulia tukio hilo, anasema kaannahu yauma yarawnaha, kana kwamba wao siku ile ya Kiyama watakapoiona na kuifika, lam yalbathu, watahisi kwamba hawakukaa katika maisha ya barzakh au maisha ya kifo, illa ashiyatan, isipokuwa wamekaa kwa kiwango cha mchana mmoja ya jioni moja, au dhuhaha, au kwa mchana mmoja. Qala Ibn Kathir, yastaksiruna muddat alhayat ad-dunya, wataona ni fupi kabisa maisha ya dunia. Watu wataona mpaka yale maisha walioishi duniani yalikuwa kama mchana mmoja au jioni moja. Hatta kaannahum indahum ashiyatu yawm au dhuha yawm, watahisi kwamba wao walikuwa duniani kama jioni moja tu waliokaa au mchana mmoja. Hivi ndivyo Allah anavyohitimisha Suratun Naziat. Ameianza Suratun Naziat kwa kutaja nini? Suratun Naziat amefungua Allah kwa kuitaja nini? Toa roho, ambapo ndio safari ya kuelekea kwenye nini? Kwenye Kiyama. Man mata faqad qamat qiyamatu, mwenye kufa kiyama chake kidogo kimesimama. Kufa nako pia ni kiyama kwa mtu, alafu kuna kiyama kikubwa. Allah ameanza kutaja kutolewa roho wanadamu, kuwaelekeza kwamba safari ya dunia imekwisha mtu anapotolewa roho. Wanaziati arqa wanashitati nashta wasabihati sabqa fasabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufu lajiba. Ni kiyama, siku nyoyo zitakapopatwa na hofu, ni kiyama. Na vile vile anahitimisha sura hii na kiyama, kuonyesha tunahitaji kufanya maandalizi ya kukabiliana na siku hiyo. Sio siku ya mchezo, siku nzito. Mwanadamu anatakiwa awe na maandalizi ya kutosha kukabiliana katika siku hiyo, kwa sababu hiyo ndio siku ya final. Atapata hasara atakayepata hasara, na atapata faida atakayepata faida. Faida atakayopata mtu haitakuwa na hasara, hasara atakayopata mtu haitakuwa na faida. Ni siku ambayo yatakiwa mwanadamu aiangalie kwa mapana na marefu, ili itakapofika basi asipate hasara, kwa sababu hakuna tena fursa atakayopewa mwanadamu baada ya hapo arekebishe
nyenendo zake haipo. Kama umehasirika, umehasirika, ni siku ambapo kila kitu kimekwisha, imma aljanna wa imma annar. Tuombe Allah tujalie pepo na atulinde na adhabu za moto. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.